Jamani, waandishi wa habari na wadau ambao mpo katika eneo hili, habari za muda huu. Kwanza kabisa napenda kutoa taarifa. Mimi kwa majina yangu naitwa Jimmy Potem, also known as, jina maarufu ni Jimmy Online. Na hapa nimefikaje? Hapa nimefika kama katibu wa chama cha ngumi wilaya ya Karagwe, na kwa bahati nzuri tumeweza kupata ujio na ugeni mkubwa kutoka taifa, bondia namba 1 Tanzania kwa kipindi chote, anaitwa Fadhili Majia. Ameweza kututembelea wilayani kwetu na atakuja kusema kwa nini amefika hapa, lakini tunatambua lengo kubwa ni kuhamasisha mchezo wetu wa ngumi. Hivyo basi, bwana Fadhili, karibu sana wilaya Karagwe. Asante sana. Na ukaribia ujione huko nyumbani. Asante. Na tunatamani kesho na kesho kutwa tuweze kupata vijana ambao watatoka pande hizi waende akawakilishe taifa. Na Fadhili yupo hapa, na pia wako mabondia wetu wa wilaya Karagwe ambao tunaona wako pembeni, na wenyewe watapata fursa ya kuweza kuzungumza mawili matatu kwa ajili ya kuhamasisha mchezo huu wa ngumi, kwa sababu sisi tunaamini kwamba ngumi ni nini? Ngumi ni ajira. Asante sana. Karibu bwana Fadhili Majia kwa ajili ya kuzungumza na waandishi wa habari ili uweze kutupa mawili matatu kuweza kuhamasika zaidi. Asante, nashukuru. Kwa majina naitwa Fadhili Majia, bingwa WBC Afrika, bingwa WBA Pan Afrika, bingwa UBO dunia, na ndo bondia namba 1 Tanzania. Leo hii mnaweza kushangaa niko Karagwe, aidha niko mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe. Kwa nini nimefikaje hapa? Mimi ni mdau wa ngumi na mhamasishaji wa professional boxing, kwenye mchezo wa boxing. Kwa hiyo nimekuja Karagwe kwa kuja kuwatembelea na kuja kuhamasisha mchezo wa ngumi, kwa sababu mara nyingi mchezo wa ngumi unajulikana huko Dar es Salaam tu, lakini baadhi ya mikoa mingi mchezo wa ngumi unakuwa unasuasua. Karagwe mara nyingi nakujaga hapa. Nilishakuja wakati tunafanya Royal Tour ambao nilienda kucheza ubingwa wa dunia Mwanza na bondia kutoka Philippines. Tulikuja hapa, tulikuja na vijana kuja kuhamasisha, tukacheza ngumi pale Mjerumani hoteli. Kwa hiyo watu walihamasika sana, lakini tunajua wadau wa ngumi wanakuwa wana kiu kuona kama hivi leo bondia mkubwa anatembelea katika wilaya ya Karagwe waweze kuwatoa mabondia, kwa sababu mchezo wa ngumi ni mchezo kama michezo mengine unavyoona mpira, football, hivyo unavyoona tennis na michezo mengine, basketball. Kwa hiyo wajitokeze sana wadau wa ngumi na kuweza kuwasapoti wana Karagwe waweze kucheza mchezo wa ngumi, kwa sababu boxing ni ajira kama ajira nyingine. Umeona bwana, mchezo wa ngumi ni mgumu, lakini ni mchezo wa kitajiri. Yaani hapa unavyozungumza, mimi mwenyewe Fadhili Majia na mafanikio makubwa sana kwenye boxing. Hongera sana. Yaani na mafanikio makubwa sana. Ila mara nyingi hatupendagi kujitangaza sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nimejitafuta na nimejipata. Hongera sana. Hicho alichonipa Mwenyezi Mungu nashukuru. Kwa hiyo napenda kugawana na ndugu zangu ambao wa mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe, kupitia professional boxing na kuja na support kama hivi. Kwa hiyo tuungane na tuweze kuwa pamoja kwenye swala hili. Kwa majina anaitwa Jafari Joseph Imajoeli, ni bondia wa wilaya na mkoa pia. Nimefarijika sana kupata ujio wa bondia namba 1 Tanzania ambaye ni Fadhili Majia. Nimefurahia sana na tunaamini katika hili kuna kitu kinaendelea kitakachokuwa ni kizuri na ni hamasa zaidi kwa vijana. Kwa maana tumekuwa tukisikia mara nyingi huko mambo yake, lakini leo tunamuona live kwa mara nyingine. Sasa kitu kilicho kikubwa, sisi tumefika hapa kwa ajili ya kuangalia kinachoweza kuendelea baada ya hapa. Sisi kama mabondia, maana tunaipenda sana hii hamasa inayojitokeza mara nyingi kama hizi hapa, na tunaamini tunaweza tukatatua changamoto kupitia ujio wa bondia. Sasa mimi nipo hapa kwa niaba ya mwalimu, na mimi mwenyewe nimefika. Mwalimu amepata dharura kidogo, lakini akatuambia tuwakilishe mabondia wake. Kwa tuko hapa, tunaamini yajayo yanafurahisha. Hatuna mengi zaidi ya haya. Kwa jina naitwa Ibrahim Hassan, ni bondia wa wilaya na ni bondia wa mkoa.
Nafurahi sana kuwa na kaka yetu hapa Fadhili Magia. Nimefurahi sana na anapenda sana kututembelea. Tuko naye mara nyingi. Atupa ujuzi wake na si kuona kama tunaweza tukafika hatua au tukaja tukawa kama yeye, maana tuna ndoto za kuwa kama yeye. Nashukuru na uongozi wetu wa wilaya boksi. Tunashukuru sana na tunashukuru vyombo vya habari waliokuja leo umetukumbuka, maana kidogo tunasahaulika. Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu wa wilaya wajaribu kidogo kutukumbuka, maana sisi ndio mabondia wa wilaya na tumewakilisha na mkoa. Mchezo wa ngumi ni mchezo ambao kama michezo mengine, na nilikuwa napenda kuwafahamisha wazazi, walezi waweze kuwatoa watoto wao, na kama kungekuwa na uwezekano litakiwa mchezo wa ngumi upite hata mashuleni kwa kuweza kuhamasisha mchezo wa ngumi, kwa sababu mchezo wa ngumi sio kama mchezo wa mpira kwamba mpira anaweza kuwakilisha taifa watu 11, 12, lakini ngumi ni mtu mmoja tu ambaye anawakilisha taifa la Tanzania pamoja na watu wake ambao wako Tanzania. Mchezo wa ngumi ni mchezo ambao ni mchezo wa biashara, ni ajira, na nikimaanisha mimi leo najivunia kupitia ngumi na vitu vingi nimefanya vingi sana ambavyo vya maendeleo. Leo hii mimi na nyumba zaidi ya 4 na mashamba ya mikorosho huko shamba na vitu vingine. Siwezi kuelezea vitu vyote kwa sababu sio sehemu ya kujinadi kwamba anamiliki kitu gani na kitu gani, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo wa ngumi umenifikisha sehemu ambayo sahihi kabisa, na bado naendelea kusogea, kwa sababu malengo yangu nifike pale niwe bondia dunia namba 1, namba 2. So sasa hivi kwenye rank ya dunia mimi namba 15, lakini nalishafika mpaka namba 6 ya dunia badala kumpiga bondia kutoka South Africa Bongani Marango the Professor. Yule alinipandisha nikasogea, lakini kutokana na mabondia wengi walikuwa kimbia bwana, acheza na Fadhili Magia anakimbia. Kwa hiyo unavokaa badala ya muda mrefu viwango vinapungua, kwa sababu watu wanacheza duniani kila siku, lakini unapocheza fight ni vizuri kupandisha na ukafika katika level ambazo tunazihitaji. Kwa hiyo kama kijana mwenzao, kaka yao ambao nimewatangulia kwenye tasnia ya boxing, nilikuwa nawashauri sana. Kwanza, mchezo wa ngumi unahitaji nidhamu ya hali ya juu sana. Ili uweze kufanikiwa unatakiwa uwe na nidhamu ya hali ya juu, ndio uweze kufanikiwa. Uweze kuheshimu watu, uweze kuwapenda watu, uweze kumheshimu walimu wako ambao anakufundisha. Ni kitu ambacho kinakuwa rahisi sana kama nidhamu unaanza kuitanguliza, na unaweza ukafika mbali. Na mimi nitatembelea sana wilaya ya Karagwe kwa sababu nitakuja kuhamasisha. Mara nyingi nakujaga na nishawahi kufika jimu kwao nikafanya nao mazoezi, lakini na imani kuna baadhi ya vitu nitakuja kusupport. Unajua zamani ngumi ulikuwa unachukuliwa kama mchezo wa kiuni sana, lakini sasa hivi ngumi sio mchezo wa kiuni. Leo hii ngumi watu wanakuja na familia zao, wanakuja wanaangalia ngumi, wanarudi, kunakuwa na usalama wa hali ya juu, na ngumi sasa hivi wanazipenda mpaka watoto wadogo. Mimi na imani hata nikitembea nje kwa baadhi ya watu lazima ninyoshe vidole yule, kwa sababu tayari tunakokwendea ni kuzuri. Kama leo Azam Media inaweza kudhamini michezo ya mpira, na sasa hivi inadhamini ngumi, na imani tunakokwendea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuja kufikia level nzuri ambazo tutakuwa na arena yetu ambayo watu wanaweza kwenda kuangalia ngumi kwa viwango vizuri tu. Tunaona kama sasa hivi kuna baadhi ya mapromota wengi wanajitokeza, wanaandaa ngumi na watu wanafurahia na wanaenda kuangalia hadi viongozi. Kwa hiyo na imani tunakokwendea huku tunakwenda kuzuri zaidi. Mara nyingi boxing ishakutangaza Royal Tour ile utalii. Tushazunguka sana baadhi ya mikoani katika maonesho mengi ya vivutio vyetu. Na ukiachana na hiyo, kwa sababu mtu kukupa ambassador katika bidhaa zake au na maamuzi yake baina ya wewe na yeye na mfanya yake, ni kama ni biashara, mimi nikutangazie na wewe ufanye kitu fulani. Kwa hiyo mimi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kiukweli, katika mazingira ya ngumi mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa hichi kipaji. Mchezo wa ngumi, kwanza, jambo la kwanza unahitaji starehe. Starehe nikimaanisha labda vilevi, mialadati, nikimaanisha hivyo na sisi mnajua. Yaani kama vile sigara, bange, vilevi vyenye alcohol, wanawake.
mchezo wa ngumi havihitaji hivyo, na ndio maana kwanza cha kwanza wakaambia kwanza unatakiwa na nidhamu katika mchezo wa ngumi, pia uwe na afya ambayo iko vizuri, kwa sababu wakati mwingine afya inaweza ika dhaifu kutokana na mihadarati unayotumia. Na mchezo wa ngumi ni mchezo kama sio kama mchezo kama vile unavyofikiria mpira, mtu anapiga pasi hapa anakimbilia pale, ni kitu ambacho hakipo. Ngumi inatakiwa uwe fiti wewe kama wewe, kwa sababu ulingoni unapigana wewe. Hizo dakika ndio unazopigana hizo ndio raundi moja, utafikiria umecheza raundi 40. Lakini kama unakuwa unatumia vitu ambavyo havistahili, huwezi kufocus kufikia pale. Ili ufocus unatakiwa uachane na hivyo vitu ili uweze kucheza vizuri na utafika mbali. Unajua mimi sio mtu wa maongezi au sio mtu wa kujiongelea kama anavyojiongelea watu wengine. Mimi nafanya kazi. Yaani mimi utaongea kwenye mitandao utafanyaje, mimi siongei, mimi nafanya kazi. Inapotokea kazi nafanya kazi na watu watajua kweli yule mfanya kazi na amefanya kazi. Mara nyingi mimi wananikimbiaga sana mabondia, kwa sababu hata hii fight ambayo nimecheza tarehe 31 mwezi wa kwanza walishachomoa mabondia wengi sana, zaidi ya 10. Mtu anatumiwa mkataba na saini, lakini akikaa akiangalia kwenye labda YouTube anaangalia ubondia ni mwangalia yukoje, anaona da ubondia sio mtu mzuri, kwa hiyo anabadilisha maamuzi kuja kuniua. Kwa sababu wa mwisho yani Ghana alipatikana mabondia wawili akachomoa, Namibia mabondia wawili wakaja akachomoa, South Africa wawili, hatua mwisho akaja kupatikana bondia kutoka South Africa ambao alikopo akaisambu na ndio alitakiwa nicheze naye. Lakini hatua ya mwisho bado wiki moja napigiwa simu usiku kama saa 6 hivi, naambia bwana ile fight bwana inawezekana yule bondia asije kapata majeraha. Majeraha gani? Anambia alikuwa anacheza sparring kapata injury. Nikamwambia sio kweli, professional haitakiwi kuwa hivyo. Professional inatakiwa ndani ya wiki haitakiwi kucheza sparring wala kufanya mazoezi yote magumu hadi wiki 2. Kwa sababu unapewa takriban miezi 2-3 ujiandae kwa ajili ya pambano la siku moja. Kwa nini wewe bado wiki ufanye hivyo? Ni vitu ambavyo vilikuwa tofauti na watu ambao waliwaambia bwana wewe unaenda kupiga, bondia unaenda kucheza naye sio level zako. Ni level nyingine kabisa. Okay. Kwa hiyo ndio kukapatikana mbadala ambao ndio niletewa Muhindi. Naye Muhindi badala ya kuletewa mimi, kwanza akili yangu ilikopo haiko sawa, kwa sababu huwezi kuletewa bondia ndani ya wiki. Bondia anatakiwa muangalie anachezaje, anafanyaje, ikoje, mapungufu yake yapi. Lakini at least ili swala likaja likanikwaza sana, afu kuna yani mambo mengi, lakini tukirudi nyuma tukaona da Azamu wamewekeza, wamefanya matangazo, wao ndio wadhamini wa kila kitu. Tukaona tusiposhindwa kucheza tunaweza tukaharibu tasnia ya boxing, itabidi tucheze. Kwa hiyo nilitoa Muhindi, wakati mimi namwangalia kwenye box select alikuwa na mechi kama 14 hivi, 2 kapoteza, 1 kasuru, hizi nyingine 11 zote kashinda knockout. Nikashangaa, huko ndio anaonekana mkali, mbona knockout mechi zote? Kuja kuangalia na nyota 1 kwenye box select. Nikasema hii inaweza ikawa ya mchongo au kasema mleteni. Kwa alivyomleta sikumchelewesha, nilimpiga knockout raundi ya kwanza sekunde 40 ngapi sijui. Kuanzia hapo tena kutokana na mimi nilikaa muda mwingi sijacheza na nilikopo siku active, nikarudishwa tena sasa hivi. Kwa hiyo niko juu pale pale. Na mimi nitapokaa na management yangu kupitia HB Sadek Karagwe. Nitakuja kucheza hapa wilaya Karagwe kama fight ya kuhamasisha mabondia na tuweze kusogea kufika katika level tunazozihitaji. Kwa sababu mara nyingi watu wanatuona tu kwenye Azam TV, sijui media nyingine TV nini. Ni vitu ambavyo havipo, natakiwa sisi tuje kucheza hapa. Tuje kucheza Karagwe, watu watuone bwana wale ndio hao wamekuja kucheza. Hii ni kuhamasisha Karagwe pamoja na mkoa wa Kagera. Asante sana bondia namba 1 Fadhili Majia. Na pia napenda kutoa wito kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wanawiwa kuingia katika mchezo wa ngumi, na wilaya yetu tayari imeshaanzisha chama cha ngumi na kina taratibu zake. Pili, kama ndugu yetu alivyozungumza, ni vyema hii michezo pia kaanzia mashuleni, sababu tunatangaza kwanza kwenye roots, yani kwenye mizizi ambayo ni shuleni. Then kwa kuna matamasha hata umetashuta, umeseta, unaona
itakuwa inasaidia. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba ngumi ni ajira, ngumi ni kipaji, watu watafute ajira wa kupitia ngumi, kwa sababu mimi ninachokiamini cha kwako ndicho kinachokusaidia. Kwa kama una kipaji na leo una kipaji, unaendeleza kipaji na watu wako kukushika mkono. Asanteni sana, Mungu awabariki. Chao.